Unaweza ukapiga makofi na kushangilia ukiwa umeketi. Anakwenda kuwachukua wapambe wa bunge. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye anamkabidhi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi na vigelegele oye! Dr. Samia oye! Kufanikiwa huku kunakotambuliwa leo kunatokana na kutekelezwa kwa mataka hayo ya wananchi kupitia mihimili yetu ya utawala, yani serikali, bunge na mahakama, tukipewa nguvu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kazi kubwa ilikuwa kwangu mimi ilikuwa ni kusimamia upatikanaji wa fedha, kuelekeza na kufuatilia utekelezaji wa shughuli za kiuchumi, kisiasa na kijamii, na vile vile kuhakikisha nchi iko salama na ina utulivu wa kisiasa. Mheshimiwa Spika, naisabili nafsi yangu kwenye maandiko ya kun fayakun. Kun fayakun manake analolitaka Mungu linakuwa. Aidha, nataka nikiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na Mwenyezi Mungu, na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa ulemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Mafanikio tunayoyatambua leo yanatokana na ushirikiano mkubwa, umoja na mshikamano kutoka kwa viongozi wenzangu, kuanzia makamu wa rais, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na viongozi wote wa Zanzibar, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri na manaibu mawaziri, watendaji wote kuanzia makatibu wakuu na watumishi wote wa taasisi za umma. Wote hawa nawapongeza kwa bidii, weledi na uzalendo walioonesha katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 na mipango yote ya maendeleo iliyowekwa na serikali. Kwa mantiki hiyo, tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote. Nami naitabaruku tuzo hii kwenu wenzangu na wananchi ambao wametoa mchango mkubwa katika kulijenga taifa letu. Mimi nimeipokea kwa niaba yenu. Asanteni sana. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo linakutunukia tuzo kwa kutambua mchango mkubwa ambao umetoa kuhakikisha Tanzania inashiriki kwa ujumla wake katika kuleta maendeleo duniani. Mheshimiwa Rais, asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wabunge hawa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutafakari nini cha kufanya kwa niaba ya wananchi wanaowawakilisha, wakawaza kukupa tuzo maalum leo. Kama isingekuwa muda, katika majimbo yote ya Tanzania ambayo yako 264 na sasa yameongezeka ambayo wabunge wake hawajaja bado bungeni, wabunge hawa kila mmoja wao anayo hadithi njema ya kutoka kwenye majimbo yao na kazi iliyofanya katika sekta zote hizi.